Simulizi ya mama nitilie mshirikina. Hirizi ndani ya chakula. Kabla hatujaianza simulizi yetu hii ya kutisha, naomba subscribe kwenye channel yetu ya Hekima za Kale. Gusa kengele ya juu na uache comment yako hapo chini ukituambia unatusikiliza kutoka wapi. Haya sasa, tulie kidogo. Tuianze simulizi yetu ya leo. Katikati ya mtaa mmoja wenye pilikapilika nyingi, kulikuwa na mgahawa mdogo wa kawaida kwa muonekano, lakini uliokuwa maarufu kupita kawaida. Jina lake lilikuwa kwa Mama Zuena, lakini watu wengi walimuita Mama Nitilie wa Bahati. Kila siku asubuhi hadi usiku, foleni ilikuwa kubwa. Wafanyakazi, madereva, wanafunzi, hata wafanyabiashara matajiri walijazana kula hapo. Chakula chake kilisemekana kuwa na ladha isiyoelezeka. Watu walikuwa wakisema, ukila hapa mara moja huwezi kuacha, ni kama kuna kitu kinakuvuta. Na kweli, wengi walijikuta wakirudi kila siku, hata bila sababu. Zuena alikuwa tajiri sana, lakini hakuna aliyejua siri yake isipokuwa wafanyakazi wake watatu waaminifu: Halima, Sada na Musa. Wote walikuwa wamefungwa kwa siri moja ya kutisha. Kila alfajiri kabla ya biashara kuanza, wanne hao walijifungia jikoni. Mlango ulifungwa, mapazia yakashushwa, na hapo Mama Zuena alitoa kisanduku cheusi. Ndani yake kulikuwa na hirizi ndogo ndogo zilizofungwa kwa vitambaa vya damu. Kila sufuria ya wali, maharage, mchuzi au supu ilibidi hirizi izamishwe katikati yake. Wakati huo walikuwa wakinong'ona maneno ya ajabu yasiyoeleweka. Halafu chakula kilianza kuuzwa, na kila aliyekula alitamani kurudi tena. Baadhi yao walipoteza fedha zao zote hapo. Wengine ndoa zao zilianza kuvurugika, na wengine walidai kuota ndoto za kutisha kuhusu mwanamke mwenye macho mekundu akiwa jikoni. Lakini hakuna aliyethubutu kuhoji, mpaka siku moja kijana mmoja aitwaye Idris, aliyekuwa msafishaji wa vyombo pale, alianza kazi mpya. Hakujua siri hiyo. Kwa wiki kadhaa aliona mambo ya ajabu, lakini siku moja aliwahi mapema kuliko wote, na kwa bahati mbaya akashuhudia kila kitu. Aliona hirizi zikizamishwa kwenye chakula, alisikia dua za kishirikina, na macho yake yakagongana na ya Mama Zuena. Kimya kizito kilitanda. Mama Zuena akatabasamu polepole, kisha akasema, sasa umejua. Wafanyakazi wale watatu wakasimama nyuma yake. Musa akafunga mlango. Idris akaanza kutetemeka. Alitaka kukimbia, lakini akazidiwa nguvu. Mama Zuena akamkaribia na kumwambia kwa sauti nzito, ukitoa siri hii hutafika mbali. Siku hiyo Idris alitoweka. Familia yake ilimtafuta kila mahali, lakini hakupatikana. Wiki moja baadaye alionekana kando ya mji, akiwa amechanganyikiwa akili. Alikuwa anarudia maneno yale yale, hirizi kwenye chakula, wanawaroga. Watu walidhani amerukwa na akili, lakini mwanahabari mmoja jasiri aliyekuwa akisikia uvumi huo kwa muda mrefu aliamua kuchunguza. Kwa siri aliweka kamera ndogo jikoni. Usiku huo ukweli wote ulirekodiwa: hirizi, dua za giza na ibada za kishirikina. Kesho yake video ilisambaa. Mtaa mzima ulilipuka kwa hasira.
Polisi walifika haraka, lakini walipovamia mgahawa, jikoni kulikuwa tupu. Mama Zuena na wafanyakazi wake watatu walikuwa wametoweka. Kilichobaki ni sufuria zikichemka zenyewe na kisanduku kile cheusi. Mpaka leo hakuna anayejua walipoenda, lakini baadhi ya watu hudai kuna maeneo mengine mapya yameanza kupata umaarufu wa ghafla, yakiwa na ladha ile ile ya ajabu. Na mwanamke mpya anayeitwa kwa jina tofauti. Funzo: si kila chakula kitamu huwa salama, na si kila sehemu yenye mafanikio makubwa huenda ni halali. Wakati mwingine kuna nguvu za giza nyuma ya pazia. Je, ungeendelea kula hapo baada ya kujua siri hiyo? Andika komenti yako hapo chini, na usisahau kusubscribe Hekima za Kale kwa simulizi nyingine za kutisha zenye mafunzo makubwa.